Sasa, hebu vuta picha, una remote mkononi mwako na sio remote ya televisheni au ya kiyoyozi, hapana. Sawa, remote ya nini sasa? Yaani ni remote ya kudhibiti asili yenyewe. Ukibonyeza kitufe kimoja hivi, upepo unakubeba wewe na msafara wako na kukuvusha mabara. I say. Ukibonyeza kingine, mto wa madini ya moto unatiririka kwa ajili ya viwanda vyako tu. Yaani wanyama wanakusikiliza na hata viumbe wasioonekana wanafanya kazi ngumu chini ya amri yako, usiku na mchana. Kwa kweli, kiwango hicho cha mamlaka, yani kusema ukweli, kingemlewesha mwanadamu yeyote ule. Sio tu kuwa na pesa au jeshi, bali ni mamlaka kamili yanayovunja sheria zote za asili. Kabisa. Sasa ukipewa uwezo kama huo, swali ni je, asilimia ngapi ya ubinadamu wako itabaki? Hapo sasa. Na badala ya kutengeneza filamu ya kufikirika, leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina, tunazama kwenye vyanzo vyetu kumwangalia mtu mmoja ambaye huu ulikuwa ni uhalisia wake wa kila siku, Nabii Suleiman. Ndiyo, au Solomon kwa lugha nyingine. Haswa. Na hatuongelei tu historia hapa. Lengo letu ni kuchimba masomo ya uongozi, saikolojia na unyenyekevu, kwa sababu unapokuwa na nguvu za kudhibiti ulimwengu, inabidi uwe na akili ya kudhibiti nafsi yako kwanza. Tunataka kuona jinsi gani mambo haya yanagusa maisha yako wewe unayosikiliza leo. Na hilo ndilo jambo la msingi sana. Yaani, ukiangalia vyanzo vyetu vinaeleza wazi kuwa Suleiman alirithi ufalme kutoka kwa baba yake, Nabii Daud, lakini hakurithi utume. Utume haurithiwi, unajua? Ndiyo, ni neema maalum. Kabisa. Mungu alimpa mchanganyiko ambao haujawahi kutokea kabisa. Kila mtume alikuwa na sifa zake, kama Musa kuzungumza na Mungu au Isa kuzaliwa kwa muujiza. Lakini Suleiman alipewa utume na ufalme usio na kifani. Sawa. Hebu tuzame ndani ya hili kwa undani. Kabla hatujaangalia jinsi alivyotumia hizi nguvu, inabidi tuelewe ukubwa wa nguvu zenyewe kwanza. Hakuwa anatawala wanadamu pekee. Vyanzo vinasema alikuwa na zulia kubwa la mbao kama busati fulani hivi. Lakini halivutwi na farasi. Yaani akiamrisha upepo anasafiri mwendo wa miezi miwili kwa jioni moja tu. Kwa upepo tu? Fikiria wewe ni CEO wa kampuni leo. Huna haja ya bajeti ya ndege binafsi, huna haja ya mafuta. Unatumia tu upepo kukupeleka unakotaka. Ni hatari. Na sio usafiri tu, ukiangalia upande wa miundombinu, yani ni jambo la kushtua zaidi. Chanzo kinataja kitu kinaitwa Ainul Titir. Mto wa shaba, au sio? Ndiyo. Mto wa shaba iliyoyeyuka. Sio maji, bali ni shaba ya moto inayoenda kama mto. Fikiria joto lake na teknolojia inayohitajika kuudhibiti. Aliutumia kutengeneza masufuria makubwa kulingana na ukubwa wa majengo kwa ajili ya kulisha maelfu ya watu. Masufuria makubwa kama majengo. Kabisa. Na wafanyakazi wake wakuu hapo walikuwa ni majini. Walikuwa wahandisi, wapiga mbizi, wakichimba madini. Lakini uongozi huu ulihitaji mfumo thabiti sana. Majini walioleta jeuri hawakufukuzwa kazi tu, walifungwa wawili wawili kwa pingu. Nidhamu kali sana. Huwezi kuongoza viumbe vyenye nguvu zisizo za kawaida bila udhibiti wa aina hiyo. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Unajua, kuna mfano kwenye vyanzo unaoonyesha udhibiti wake. Wakati wa mazishi ya baba yake Daudi, jua lilikuwa kali sana. Watu walikuwa wanaumia kwa joto. Ndiyo. Suleiman hakuagiza mahema yajengwe. Aliwaamrisha ndege kutengeneza kivuli. Mamilioni ya ndege wakafunika anga lote kama wingu. Lakini hapo sasa pakatokea changamoto. Wale ndege walibana mabawa yao sana, hewa ikazuiliwa. Watu wakaanza kulalamika wanakosa hewa. Hapo ndipo Suleiman alipotoa amri ya shangaza. Ipi hiyo? Aliwaamrisha wale ndege kukunja bawa moja tu na kuacha bawa lingine ili kuruhusu mwangaza na upepo kupita huku wakiendelea kutoa kivuli. Asiye. Mamilioni ya ndege wakikunja bawa moja kwa wakati mmoja, kwa amri moja. Huo ni udhibiti ambao akili ya binadamu inashindwa kuubeba. Lakini unajua, hapa ndipo tunapofika kwenye mpaka wake. Kweli kabisa. Kwa sababu alikuwa na udhibiti wa ulimwengu unaoonekana. Lakini kuna utofauti mkubwa kati ya kudhibiti upepo na kudhibiti hatima.
Na hapa nguvu zake ziligonga mwamba. 1000. 1000? Ndiyo. Siku moja akadhamiria jambo. Alisema atawatembelea wake 70 kwa usiku mmoja. Na nia yake haikuwa anasa. Hapana. Nia ilikuwa kwamba kila mmoja azae mtoto wa kiume atakayekuwa mpiganaji kutetea dini. Yaani mujahidi. Haswa. Lakini chanzo kinasema mshauri wake alimkumbusha pale pale, sema insha Allah. Lakini Suleiman, pengine kwa kujiamini na nia yake njema, hakutamka hilo neno. Na matokeo yakawa ya kushtua. Kati ya wake 70 ni mke mmoja tu alishika mimba. Na hata huyo mtoto hakuzaliwa kamili, alikuwa nusu mtu. Sasa ngoja nikuulize hapa, kwa sababu hili linaibua utata fulani. Kama nia yake ilikuwa nzuri, yani hakutaka watoto wa kurithi mali, alitaka wapiganaji wa kutetea dini, kwa nini aadhibiwe kwa kusahau neno moja tu? Si ni jambo dogo sana? Ni swali zuri sana. Inaonekana kama adhabu kali, lakini hebu tuangalie uzito wa nafasi yake. Kwa watu wenye madaraka makubwa sana, mtihani wa unyenyekevu ni mkubwa sana. Kukumbuka kusema inshallah lilikuwa takwa la kumkumbusha kuwa yeye bado ni kiumbe tu, hana udhibiti wa matokeo. Aha, naelewa. Na chanzo kinaunganisha hili na Mtume Muhammad alipoulizwa maswali matatu magumu kuhusu roho, vijana wa pangoni na Dhulkarnain, aliahidi kujibu kesho bila kusema inshallah. Na majibu yakachelewa kuja, sivyo? Ndiyo, ufunuo ulicheleweshwa kwa zaidi ya siku 10. Fikiria shinikizo alilopata. Kwa wewe msikilizaji leo, somo hapa ni kwamba hata uwe na miundombinu kiasi gani, wewe kama mwanadamu huna udhibiti wa mwisho wa matokeo. Ni somo la kuweka mipaka kati ya uwezo wetu na mapenzi ya Mungu. Ukumbusho mzito sana. Ikiwa mwenye kudhibiti upepo alinyenyekezwa, sisi ni nani? Na ikiwa hilo lilikuwa somo la kunyenyekea kwa walio juu yako, somo linalofuata ni kusikiliza walio chini yako kabisa. Tunamuona Suleiman akitembea na jeshi lake. Ardhi inatetemeka. Kisha anasikia sauti ya mdudu chungu, yani sisimizi. Alisikia na kuelewa. Sisimizi aliwaonya wenzake, ingieni majumbani mwenu, asije Suleiman na jeshi lake akakuvunjeni bila wao kujua. Na hapa chanzo kinaweka dondoo nzuri sana ya kisayansi kuhusu lile neno kuvunjwa, au sio? Haswa. Qur'ani inatumia neno kuvunjwa badala ya kupondwa kwa sababu kimaumbile muundo wa nje wa sisimizi unafanana na kioo au plastiki ngumu. Akikanyagwa anavunjika vipande vipande. Suleiman aliposikia haya, alitabasamu na kumshukuru Mungu. Kiongozi mkubwa anayetabasamu kwa sauti ya sisimizi. Lakini hapo hapo mambo yanabadilika anapogundua ndege mmoja, Hudhud, hayupo kwenye msafara. Huyo alikuwa mhandisi wa kutafuta maji. Unajua, Suleiman anageuka na kuwa mkali sana, anatishia hata kumchinja yule ndege. Ndiyo, kama hataleta sababu ya msingi. Sasa hii inaibua swali muhimu. Hapa tunaona mfalme anajali maisha ya sisimizi, lakini wakati huo huo anakuwa mkali sana kwa ndege Hudhud anayeshindwa kufika kazini. Hii ni sawa na viongozi wa sasa wanaopenda kuzungukwa na wapambe wanaoimba sifa zao tu badala ya watu wanaowaambia ukweli unaouma. Au unasemaje? Kiukweli Suleiman hakuwa anatafuta wapambe. Kiongozi hawezi kujiona yeye mwenyewe kama jicho lisivyoweza kujiona bila kioo. Hudhud hakuwa mpambe, alikuwa mshauri anayeleta taarifa za kweli. Hii inanikumbusha kisa kwenye chanzo chetu kuhusu yule kiongozi dhalimu aliyetaka wasomi wamwite Imam Adil. Aha, kiongozi mwadilifu. Mmoja akatumia akili, akambadilishia maneno na kumuita Adil Imam. Umeona ambaye ni mchekeshaji maarufu sana wa Misri. Haswa, yaani alimwambia usoni kuwa yeye ni kituko, sio mwadilifu, ni dhihaka yenye akili sana. Hatari, lakini ina akili. Sasa ukirudi kwa Hudhud, tunaona ujasiri huo huo. Aliporudi, badala ya kutetemeka, alimwangalia mfalme na kumwambia, nimejua mambo ambayo wewe huyajui. Fikiria ndege anamwambia mtu anayemiliki upepo kwamba ana upungufu wa taarifa. Na taarifa yenyewe ilikuwa nzito. Hudhud aligundua ufalme wa Saba huko Yemen unaoongozwa na Malkia Balkis. Watu hawa walikuwa wanaabudu jua. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa mgongano wa akili na nguvu kati ya tawala hizi mbili. Na hatua ya kwanza, Suleiman anamtua Hudhud na barua inayoanza na Bismillah, akiwataka wasalimu amri kwa Mungu mmoja.
Lakini Balkis alikuwa na akili sana. Washauri wake walitaka vita, lakini yeye alijua wafalme wakiingia kwenye mji hufanya uharibifu. Kwa hiyo anajaribu kumhonga Suleiman kwa zawadi za thamani. Lakini Suleiman anakataa hizo zawadi. Ana mito ya madini, atahongekaje? Anatishia kuleta jeshi. Hivyo Balkis na watu wake wanasafiri kwenda kutoa heshima. Hapa sasa kuna mitihani miwili ya kiakili inayovunja sheria za fizika. Kabla Balkis hajafika, Suleiman anauliza nani ataleta kiti cha enzi cha malkia huyo, na kinaletwa kwa kufumba na kufumbua na mtu aliyetumia jina kuu la Mungu. Ndiyo, Isma Allah al-A'dham. Kisha Suleimani anakiboresha na kumuuliza Balkis, je, kiti hiki ndicho chako? Balkis anajibu kwa akili sana, anasema kana kwamba ndicho. Hakusema ndio wala hapana. Jibu la kiakili sana. Lakini mtihani wa pili ndio uliobadilisha kila kitu. Sakafu ya kioo. Sakafu ilitengenezwa kwa kioo chembamba sana juu ya maji yenye samaki. Balkis alipofika, akadhani ni maji halisi. Ndiyo, akanyanyua nguo yake asiloane. Lakini Suleimani alipomwambia ni kioo, Balkis aligundua jambo zito. Macho yake yalikuwa yanamdanganya. Ikiwa ameshindwa kutofautisha kati ya kioo na maji, basi akili yake imeshindwa kutofautisha kati ya jua analoliabudu na muumba wa hilo jua. Pale pale alijisalimisha na kumwamini Mungu. Wow. Yaani Suleimani hakutumia majeshi wala vita kushinda. Alitumia akili na saikolojia tu. Alivunja kiburi chake kupitia mazingira. Huu ndiyo kilele cha uongozi. Lengo lake halikuwa kujionyesha, bali kumwongoza kuona ukweli mkuu. Na hebu mkumbuke yule ndege mdogo Hudhud. Yeye ndiye aliyeleta mabadiliko haya yote ya himaya nzima kushika imani mpya. Inashangaza sana jinsi haya yote yalivyoungana kwenye vyanzo vyetu. Tumetoka kwenye utajiri wa kushangaza na mito ya shaba, tukajifunza somo la inshallah, tukaona umuhimu wa ushauri wa kweli na kumalizia na jinsi akili inavyoshinda vita bila kumwaga damu. Na kwa nini haya yana maana kwako wewe msikilizaji? Inatukumbusha kuchunga neema tulizopewa, kutoamini kuwa sisi pekee ndio wenye majibu yote na kuwa tayari kusikiliza maonyo hata yakitoka kwa sisimizi katika maisha yetu. Kabisa. Na hili linaniacha na wazo hili la mwisho kwako wewe msikilizaji. Ikiwa kiumbe kidogo kama ndege Hudhud aliweza kubadilisha mkondo wa ufalme mzima kwa kuwa makini tu na mazingira yake na kuthubutu kumwambia ukweli mfalme mwenye nguvu, je, ni mambo gani muhimu tunayoyakosa wewe na mimi kwenye ofisi zetu au familia zetu kwa sababu tunadhani tuko busy sana au tuko juu sana kiasi cha kushindwa kuangalia chini na kusikiliza? Swali zuri sana la kutafakari. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza sauti hizo za chini.